Hivi ni vitu ambavyo utakiwi kufanya asubuhi. Utakiwi kutoka kwenye kitanda pale unapoamka, utakiwi tu kuamka na kuondoka moja kwa moja kitandani. Unatakiwa upate dakika hata 10 ukiwa upo pale pale kitandani za kuwaza siku yako mpya inavyoanza. Utafanya nini katika hiyo siku mpya inavyoanza? Mipango ya siku hiyo huwa inafaa kuipanga walau dakika 10 ukiwa pale pale kitandani kabla hujaamka. Unapoamka unakuwa umeshajua cha kufanya, kipi utakachoanza, kipi kitafuata, na mwisho siku yako itaendelea vipi mpaka jioni. Moja ya vitu ambavyo utakiwa kufanya pia, utakiwi kusikiliza redio asubuhi, utakiwi kuangalia TV asubuhi. Kwa nini utakiwi kufanya hivyo vitu? Unaposikiliza redio unaweza ukasikiza taarifa ya habari mbaya au ukasikiliza habari yote mbaya. Ukiangalia TV asubuhi unaweza ukaangalia taarifa habari asubuhi ukakutana na habari mbaya kukuhuzunisha. Sasa mara nyingi ukiwa na huzuni, unyonge wa nafsi unaingia, na ukiwa mnyonge akili yako haiwezi kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo unakuwa umeshaiharibu siku nzima pale asubuhi, unakuwa ushaharibu focus yako ya siku nzima kupitia hiyo asubuhi. Ile taarifa mbaya inaweza ikawa imekuathiri katika namna moja au nyingine, kitu ambacho kitafanya uingiwe na unyonge wa nafsi. Na ukipata unyonge wa nafsi huwezi kufikiria mambo makubwa. Akili yako kubwa, unconscious yako inakuwa mbali sana. Huwezi kufikiria mambo makubwa kwa sababu kawaida, akili yako ya kawaida, conscious ya kawaida inakukusanyia mawazo na vitu vyote ambavyo unahitaji kuvifanya, inapeleka kwenye subconscious, akili yako ya ndani, ambayo hiyo akili yako ya ndani inatunza kumbukumbu ya hivyo vitu vyote ambavyo wewe umeviwaza na kuvipangia ratiba. Alafu hiyo akili yako ya ndani inapeleka tena kwenye unconscious, ambayo hiyo ni akili yako kubwa ambayo huwa huifikii katika mawazo ya kawaida. Kwa hiyo hiyo akili yako ya ndani, subconscious, ndio inaenda kufanya kazi ya kuwasiliana na akili yako kubwa ya hali ya juu sana, ambayo hiyo inafanyika ukiwa umelala. Kwa hiyo asubuhi ya siku ya pili unapoamka ndio unakutana na mawazo fulani ambayo unaenda kuyafanyia kazi kwenye hii akili yako ya kawaida, conscious ya kawaida, ambayo hiyo akili yako ya kawaida imeyatoa kwenye subconscious, akili yako ya ndani, na hiyo akili yako ya ndani subconscious imetoa kwenye unconscious, akili yako kubwa kabisa, ambayo huwa mara nyingi kwa kawaida huwezi kuifikia au waga mara chache sana kuifikia. Kwa hiyo ili hiyo siku iwe nzuri kwako, ina uhusiano mkubwa sana na asubuhi yako ilikuwaje. Usipende kusikiliza taarifa za habari asubuhi, kusikiliza redio asubuhi. Unaweza kukutana na taarifa mbaya ikaathiri siku yako nzima. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie sana kuto kufanya asubuhi. Alafu kitu kingine, asubuhi pia sio vizuri kuoga maji ya moto asubuhi. Sio lazima, lakini sio vizuri kuoga maji ya moto asubuhi. Labda kama una matatizo fulani ya kimwili, una matatizo ya kiafya ambayo yanakulazimisha lazima uoge maji ya moto, hiyo ni sawa. Lakini kama huna tatizo lolote la kiafya, sio nzuri kuoga maji ya baridi, kuoga maji ya moto asubuhi. Unafaa kuoga maji ya baridi, kwa sababu unavooga maji ya baridi yanaleta msisimko kwenye mwili na yanaamsha mwili, unakuwa umeamka moja kwa moja. Na hayo maji unatakiwa uoge vizuri kutoka kichwani mpaka chini ya miguu yako, kila sehemu ya mwili wako hayo maji ya baridi yapite. Usinawe uso peke yake, usinawe mikono peke yake, ukanawa miguu peke yake. Oga mwili mzima, anzia maji kichwani, kuanzia kwenye utosi wako, kwenye nywele, yashuke kila sehemu. Oga maji ya baridi. Baada ya hapo utapata nguvu, mwili wako utapata mshtuko mzuri, utapata nguvu na utakuwa na utulivu sana wa kifikra. Vaa nguo zako, ikiwezekana usipake mafuta mengi kwa sababu yanaweza kaleta joto. Vaa nguo zako vizuri, ondoka, elekea kwenye majukumu yako. Na pia chunga sana kugombana na mtu hapa katikati. Ukiwa unaelekea kwenye majukumu yako, hutakiwi kukutana na jambo lolote lile ambalo litakalo kuharibia hiyo siku. Hivyo ni vitu vichache ambavyo ukivizingatia, siku yako itakuwa bora sana na utafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana na utafurahia. Hayo machache ndugu yangu, nadhani ukiyazingatia utafanikiwa sana. Asante sana.
uwe na siku njema.